Mpendwa mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe na tumsifu Yesu Kristo. Leo ni siku ya Ijumaa Kuu na tunatafakari juu ya habari ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kubwa zaidi tunaangalia ile njia ya msalaba. Mwinjili Luka katika ile sura yake ya 22 na 23 ameelezea, lakini mwinjili Yohana ameelezea pia, lakini Mathayo mtakatifu pia ameelezea katika ile sura ya 26 juu ya habari ya mateso. Naanza katika kile chakula cha mwisho, alafu tunasoma kwamba Yesu akaenda zake katika bustani ya Getsemani. Naanza kuonekana mwanzo wa mateso pale. Yesu akaenda akaomba, na ilikuwa ni usiku kabla ya kukamatwa kwake. Hapo ndipo mzigo wa dhambi za ulimwengu tunaanza kuona zinavyompa shida Yesu. Alianza kuomba moyoni na zimemwelemea, kwa hiyo baadaye akaamua kuomba sasa kwa mzigo kwa sauti kubwa sana. Alijawa na huzuni kubwa, na Biblia inasema akiwa na huzuni kiasi cha kufa, na akaomba kwa kadiri alivyoweza, na hata ikafika kipindi sasa akaomba Mungu angalau aseme naye. Ndio pale Yesu anasema, si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimizwe au yatendeke. Kiangalia ile Injili ya Mathayo sura 26 anzia mstari wa 36 mpaka 46. Wanafunzi wake wakawa wamemwacha, wakalala. Wao hawakujua maumivu na mateso aliyokuwa anapitia, lakini kubwa zaidi tukumbuke tu kwamba Bwana yetu Yesu Kristo yote aliyokuwa anapitia sio kwa ajili yake, bali yalikuwa ni kwa ajili yangu mimi na wewe, kwa ajili yetu sisi. Mateso ya Yesu yanaanza rohoni kabla mwilini. Alikubali kikombe cha mateso kwa hiari. Ingekuwa katika hali ya kawaida ungesema hata Yesu, kwa sababu alikuwa ni mwana wa Mungu, basi angekwepa kile kikombe, lakini liliandikwa neno lile litimie, maneno aliyosema manabii mbalimbali ikiwemo Isaya. Lakini kwa hiari yake Yesu ndipo anakwenda katika ile njia ya msalaba. Tunaona anakamatwa katika usaliti ule wa Yuda Iskarioti ambao tumetafakari katika kipindi cha siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi Kuu au Alhamisi ya Amri, habari ya usaliti. Usaliti na kukamatwa kwa Yesu tunasoma katika ile sura ya 26 mstari wa 47 mpaka 56 katika ile Injili ya Mathayo mtakatifu. Nini tunachoweza kusoma? Yuda Iskarioti alimtoa kwa ishara ya busu. Watu wengi wanaweza kuja kwenye maisha yako kama Yuda wakakubusu kama unaonyesha kwamba una upendo, na wengi wanaotuumiza mara nyingi ni wale ambao tuko nao karibu, sio maadui, ni marafiki, ndugu, jamaa wote ambao pengine tuko nao karibu, wale tunaofanya nao kazi, unafanya biashara, wale wanaweza kuwa wasaliti. Ndio maana usaliti wa mara nyingi unaumiza sana. Yuda anambusu kama ishara, alafu askari wa Kirumi wanamkamata Yesu na wanafunzi wake wanamwacha, wanakimbia, anabaki peke yake. Aliachwa peke yake mikononi mwa waliomkamata. Alikosa mtu wa kumtetea, lakini Mungu wa mbinguni alikuwa pamoja naye. Katika kulia kwake kule Getsemani, Mungu pia alimtia nguvu kupitia malaika. Maana yake ni nini? Yesu alisalitiwa ili sisi tupatanishwe na Mungu. Lakini sehemu ya tatu tunaona katika kesi ambayo anafunguliwa, inaletwa na mashahidi wa uongo, kesi ya Wayahudi, na anahukumiwa bila haki. Injili ya Mathayo ile sura 26, angalia ule mstari wa 57 mpaka ule mstari wa 68. Aliletwa mbele ya kuhani mkuu wa baraza la Wayahudi, baraza la kidini, na mashahidi wa uongo wakaletwa, wakamziaki, akapigwa. Lakini sio hilo tu, akatangazwa kuwa ana hatia kukufuru mamlaka. Wanasema alijiita yeye mfalme wa Wayahudi, lakini pia alisema angeweza kulijenga hekalu na kulivunja kwa siku 3. Yale maneno yalikuwa ni maneno ya uongo ili tu apatikane na hatia. Hapa tunaona katika haya yote yaliyosemwa, Yesu alivumilia aibu na hukumu isiyokuwa na hatia kwa ajili yetu. Na siku za mateso, mara nyingi sio wote wanaoteseka kwa sababu wametenda maovu, lakini imelazimika tu wapite kwenye njia kama Yesu Kristo. Lakini katika eneo la 4 tunaona Petro anamkana Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 26. Angalia ule mstari wa 69 mpaka 75. Mmoja wa wanafunzi wake wa karibu ambaye ni Petro aliyeahidi kwamba angekufa pamoja naye, lakini alimkana waziwazi.
Na Yesu alimwambia, utanikana mara 3 kabla jogoo hajawika. Maana yake ni nini? Hata katika udhaifu wa mwanadamu Yesu anabaki kuwa mwaminifu. Watu wote walimkana, wakamkimbia wale wanafunzi wake, Yuda alimsaliti, lakini Yesu akabaki kuwa mwaminifu. Mtumishi wa Mungu, wito wake kwetu ni kwamba tunapaswa kubaki kuwa waaminifu na Mungu hata kama tunapita kwenye majaribu ya namna gani. Majaribu ya kuachwa, majaribu ya kukimbiwa, majaribu ya kuonyeshwa kwamba hatuthaminiwi. Yote haya Yesu Kristo anatudhibitia kwamba yeye alisimama nayo. Lakini eneo jingine la 5 katika kesi yake mbele ya Pilato, hukumu ya kifo inatolewa. Kusoma Injili ya Luka, unaona katika ile sura 22 kwamba Pilato na Herode walikuwa kama maasimu hivi. Kuna mstari pale sura 22 wanasema watu walipojua kwamba Pilato na Herode wameasimiana na walikuwa marafiki zamani, maandiko yanasema kwamba wakampeleka Pilato akaamua kumpeleka Yesu kwa Herode. Alafu Biblia anasema katika ile hali wakaenda wakapatana nao, wakapatana kwa muda kwa ajili ya jambo la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini nini kilichotokea? Baadaye Herode akamkataa Yesu, na hivyo Pilato akalazimika kumchukua tena Yesu mpaka kumpeleka katika eneo ile la hukumu ambao walikuwa wanashughulika naye Praetori. Na tafsiri yake nini? Kwamba kuna wakati watu wanaweza kupatana, watu maasimu wanaweza kupatana kwa ajili ya shauri la mtu mwenye haki. Na tunaona maandiko matakatifu yanatuambia Yesu anachukuliwa mpaka eneo lile la kusulubiwa kwake, na anapelekwa kama mtu ambaye alitenda makosa makuu sana. Na anapokuwa amefungwa, maandiko yanasema wale waliokuwa wamemshangilia wengi wakati fulani, walioona miujiza yake, ndio wao waliosimama kwa ajili ya kutengenezea shauri. Na hata palipoitwa kama inawezekana kumtoa nje kati ya Baraba na Yesu alionekana hastahili kutolewa nje, wakasema afadhali atolewe Baraba. Tafsiri yake nini? Sio kwamba Baraba hakutenda kosa, lakini tu ni kwamba watu wanapotengeneza hatia dhidi ya mtu, wao wakati mwingine wanaweza kumtoa hata mtu mwenye kosa, ili yule mtu anayetengenezewa hatia ya uongo aingie kwenye shida, aingie kwenye tabu. Tunaona kupigwa na kudhalilishwa katika ile sura 27 mstari wa 27 mpaka 31 Injili ya Mathayo mtakatifu. Askari walimdhihaki Yesu, walimvisha vazi la kifarume la kejeli, vazi la miiba kichwani, wakamwekea ile taji ya miiba, alafu wakampiga na kumtukana. Yesu alibeba aibu yetu ili tupate heshima mbele ya Mungu, lakini alibeba msalaba. Katika ile sura 27 mstari wa 32 Injili ya Mathayo nasema Yesu alibeba msalaba wake kuelekea Golgotha. Alikuwa dhaifu kutokana na mateso aliyokuwa anapitia, lakini kuna mtu mmoja alilazimishwa kubeba msalaba wa Yesu, anaitwa Simoni wa Kirene au Simoni Mkirene. Huyu alikuwa anatoka kwenye shughuli zake akalazimishwa. Alibeba huo msalaba, sio kwamba alikuwa na hatia, lakini tu ililazimika kutoka mazingira hali aliyokuwa anapitia Yesu. Alikuwa amechoka, kwa kumlazimisha Simoni Mkirene. Simoni Mkirene ni mtu ambaye pengine anatuweza kutuletea ujumbe sisi wa Kristo kwamba kuna wakati utapata thamani katikati ya mazingira ambayo kudharaulika. Yeye inasadikika kwamba alitoka katika nchi mojawapo za Afrika. Kwa hiyo akaonekana akiuko pale. Kwa hiyo akalazimishwa bebe msalaba kwa ajili ya kumsaidia Bwana wetu Yesu Kristo. Simoni Mkirene, sio kwamba lakini alifika nao mwisho, lakini baadaye alimkabidhi Yesu, yeye ndio aliyeandikiwa ule msalaba. Lakini tunaona kusulubiwa kwake katika Injili ya Mathayo sura 27 mstari wa 33 mpaka 44. Yesu alisulubiwa msalabani kati ya wahalifu wawili. Mmoja ametajwa Dismas. Huyu ndio aliyemuomba Yesu akiwa juu ya msalaba, akasema kwamba utakapokufika ukakaa kwenye kiti cha enzi, basi na mimi nikumbuke. Na mwenzake akamdhihaki Yesu, lakini huyu bwana alisisitiza. Tutaona katika maneno yake, na vile nasema Yesu akamwambia hivi, leo utakuwa pamoja nami peponi. Aliteswa kwa maumivu makali sana. Watu walimdhihaki, aliomba msamaha kwa waliomuumiza. Akasema, Baba, wasamehe kwa sababu hawajui utendalo. Hapa tunaona sadaka ya dhambi ikitimilizwa.
Saa ya mwisho msalabani. Injili ya Mathayo sura ya 27 ule mstari wa 45 mpaka 50. Kulikuwa na giza kuu katika nchi. Mchana Yesu akasema maneno muhimu sana, ikiwemo miongoni mwa maneno yale yake ya mwisho, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini neno ya imekwisha. Kisha akakata roho. Yesu alikufa ili sisi tuwe wazima milele. Kifo chake ni ishara kubwa kwetu. Injili ya Mathayo ile sura ya 27 mstari wa 51 mpaka 54. Baada ya kufa kwa Yesu, nini kilichotokea? Pazia la hekalu likapasuka. Manake ule ukuhani wa zamani ukawa umeachanishwa, na sasa kila mtu anaweza kuingilia mahali patakatifu kuanzia Yesu alipokufa pale msalabani. Lakini ardhi ikatetemeka. Nguvu za Mungu zilikuwa juu ya dunia, kuonyesha kwamba Yesu alikuwa na mamlaka juu ya mbingu na chini pia. Askari aliyekuwa na mlinda akida akasema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kuna wakati watu hawaamini yale unayofanya, hawaamini kazi za Mungu ambazo zinaonekana kwako, na hata vile walivyokuwa wamemwona Yesu wakamdhihaki, lakini baada ya kufa na yale matukio waliyoona na kushuhudia, wakasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Maana yake ni njia ya kumfikia Mungu ilifungwa kwa watu wote, lakini Yesu akaifungua. Mtumishi wa Mungu, tunapotafakari mateso na hatimaye kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, yako mambo mengi ya msingi ya kutazama. Tunaangalia pia katika hii Ijumaa Kuu maneno yale 7 ambayo Yesu alisema msalabani. Neno la kwanza anasema, Baba wasamehe, maana wajua walitendalo. Baba wasamehe. Upendo hata kwa walioumizwa, kwa waliomuumiza, Yesu anasema wasamehewe, kama ambavyo Timotheo pia alisema katika ile Matendo ya Mitume sura ile ya 7. Angalia kuanzia mstari wa 50 mpaka 60. Timotheo aliwaambia wale waliomtesa kumpiga mawe, Baba wasamehe. Aliwaombea msamaha. Yesu mwenyewe katika maisha yake alisisitiza sana msamaha, na akasema katika Injili ya Marko mtakatifu sura ya 11 mstari wa 25 habari ya msamaha hata katika maombi. Lakini kupatana na ndugu zetu kabla hata ya kutoa sadaka. Msamaha asili yake ni Mungu mwenyewe. Alipotusamehe akamleta Bwana wetu Yesu Kristo ili kupitia yeye tuweze kurithi uzima wa milele. Yesu afe kama kafara kwa ajili ya ulimwengu mzima. Msamaha ni nguvu, sio udhaifu. Kuna watu wanashindwa kusamehe kwa kuhofu kwamba akisamehe ataonekana dhaifu. Lakini unaposamehe, maana yake unajisamehe na wewe mwenyewe na kujifungulia katika vifungo mbalimbali ili Mungu apate kukuona. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha tafakari ya njia ya msalaba, basi jitahidi sana kuangalia ni wapi umetenda dhambi, umewatendea wengine maovu na umeshindwa kusamehe. Basi jisamehe na Mungu atakusamehe. Wasamehe wengine na Mungu atakusamehe. Neno la pili anasema, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Haya ilikuwa ni maneno ya Yesu kumhakikishia yule mhalifu mmoja wapo. Neema hata katika dakika ya mwisho tunaiona. Huyu bwana alikuwa, Biblia ituambia alikuwa anafunga na sali, alibatizwa, mahali pengine ametajwa kama Dismas. Huyu bwana Dismas ambaye alikuwa ni mhalifu, ambaye alikuwa mwivi sambamba na mwenzake, aliiona neema katika dakika za mwisho. Kwa nini? Alimsihi tu Yesu, akamuomba, akamwambia aende pamoja na yeye. Kwa hiyo Yesu akasema, kamhakikishia kabisa kwamba hivi leo utakuwa pamoja nami peponi. Hakuna kuchelewa kwa Mungu. Mtumishi wa Bwana, umepata tatizo lolote katika dhambi, Mungu yote anayajua. Kwa hiyo tubia dhambi zako na Mungu atakusamehe. Lakini anamwambia mama yake, mama tazama mwana, na mwana tazama mama.